ya siku 4 imejikita zaidi kujengeana uwezo au kukumbushana, kupeana maarifa, kwa sababu sote hapa ni wataalamu. Sawa kupeana maarifa, ujuzi na mbinu mbalimbali kuhusiana na udhibiti wa visumbufu vya mimea, na pia kujengeana na uwezo kulingana na matumizi sahihi ya hivi viuatilifu ambazo ni dawa za kuulia wadudu kwenye mazao ya kilimo. Na viuatilifu vyote vilivyosajiliwa ni lazima kwenye mtandao kionekane kuwa jina la biashara na lile jina lililozoeleka, formulation kuwa kipo katika aina ipi, kama ni kimiminika au kama ni tunasema ni granules, labda vichembe-chembe, au kiko kwenye mfumo wa aina yoyote. Ni lazima pia kionyeshe kuwa kinafanya kazi kwa kisumbufu kipi. Kama kinafanya kazi kwa visumbufu hata 10, vyote vitaorodheshwa pale. Naitwa Diomedes Kalisa, ni mratibu wa miradi. Niko nafanya kazi na shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa kwa ofisi ya Dar es Salaam bara. Na leo tuko hapa Zanzibar kwa ajili ya kutoa mafunzo kwenye mradi wa JERUI ambao unatekelezwa huku Zanzibar katika masuala ya kilimo, lakini pia unahusisha na masuala ya jinsia. Na kwa sana huku mradi umejikita sana kwenye mazao ya migomba, mihogo pamoja na mboga mboga. Katika shughuli za kilimo kwamba tunajua, na katika hali ya mabadiliko ya tabia nchi, mazingira yamebadilika. Kuna kuwepo na visumbufu vingi ambavyo vinaleta changamoto na kusababisha upungufu wa mazao, na kwa namna hiyo kuleta changamoto kubwa kwa wakulima. Sasa mradi huu ambao unatekelezwa pamoja na kuangalia kwenye mazao ya kimkakati kwa upande wa Zanzibar ambayo wanayategemea sana kwa upande wa usalama wa chakula, lakini pia yanatumika katika kuongeza kipato kwa mkulima mmoja, lakini na nchi kwa ujumla. Sasa kumetokea changamoto za magonjwa na visumbufu vya mazao ambavyo vinasababisha kuleta changamoto kwenye uzalishaji. Huu mradi na kwa programu ya sasa ambayo imetuleta huku ni kujaribu kuwasaidia wakulima kujua namna bora ambavyo wanaweza kupambana na hivi visumbufu. Naitwa Salum Rehani, mimi ni Chief Extension Officer au mkuu wa wataalamu wa kilimo hapa Zanzibar. Tuko hapa kwenye mafunzo ya mbinu bora za udhibiti wa madawa katika mashamba yetu au katika mimea mbalimbali, au kwa Kiingereza tunaita Integrated Pest Management, IPM. Mafunzo haya yataweza kuwasaidia mabwana shamba wetu, kwa sababu moja ya tatizo la uzalishaji ni wadudu na maradhi ambayo yako mengi katika maeneo yetu, na kila siku yanabadilika, lakini mengine yanaingia ndani ya nchi kutoka nchi za nje. Kwa hiyo tutapokaa hapa kwa muda wa siku hizi 4, tutaweza kujua sasa aina gani ya wadudu kwanza walioko ndani ya nchini, wanaathiri kiasi gani, lakini vile tutaweza kujua mbinu za kuwadhibiti hawa wadudu na kwa dawa aina gani ambazo tutaweza kutumia ili kuweza kudhibiti hawa wadudu bila kuathiri mazingira ya nchi yetu au mazingira ya uzalishaji katika maeneo yetu mbalimbali hapa Unguja na Pemba. Kwani hali kwa sasa ya wadudu ikoje? Hali ya wadudu sio nzuri kwa kweli. Kuna aina tofauti za wadudu, wengi sana wameingia ndani ya nchi. Wako wale walioingia katika kipindi cha miaka hii 10 au 5 au 2 iliyopita, lakini wale waliokuweko zamani bado wanaendelea kuweko hapa, kwa sababu katika kitu ambacho bado hatujaweza kufanikiwa, udhibiti wa wadudu hawa ambao wameenea katika maeneo yetu haya hapa Zanzibar. Kwa hiyo kuweko kwao hawa wadudu
kunaleta changamoto ya uzalishaji. Kwa hiyo bila kutumia saa nyingine madawa ya aina tofauti, uzalishaji unakuwa mgumu. Kuna mazao yako mepesi kuathirika. Kwa mfano, ukipanda kitu kama Chinese cabbage, sweet melon, tikiti, matango na jamii hii ya cucubic, yote ni madhara yake ni makubwa, kwa sababu yenyewe yana utomvu wenye asali ambao unavutia wale wadudu kula mazao yale, toka majani mpaka kile kigogo chenyewe mpaka matunda. Kwa hiyo kuwezekano wa kupata matunda vizuri bila kuhakikisha kwamba unatumia madawa unakuwa mgumu, na ndio maana tuna mbinu tofauti sasa hivi. Tunatumia madawa haya ya kemikali, lakini watu wanatumia madawa ya organiki. Lengo ni kuhakikisha kwamba tunadhibiti hawa wadudu wasilete athari kwa mazao ambayo yako katika maeneo yetu. Naitwa Asha Ali Hamisi, natokea Kaskazini ni maafisa wa kilimo, ni mabeo au bwana shamba. Kwa mkulima tutazidi kwenda kutoa taaluma jinsi ya utumiaji sahihi wa zile dawa za kuulia wadudu. Tunasema hivyo tukisema batili, kwa sababu zipo kila siku na zina matumizi, lakini kuna zile ambazo ziko sahihi za kutumia kila siku. Sababu kuna nyingine zina madhara, nyingine hazitakiwi kutumika haswa. Kwa hiyo hapa tutakapozidi kupata ile taaluma ya zipi sahihi za kutumia, tutaipeleka taaluma ile moja kwa moja kwa wakulima, ili nao watumie zile ambazo ziko sahihi, ili kuepusha ile madhara atakayokuja kujitokeza. Na madhara yenyewe yanapatikana sehemu nyingi tu. Tukiachia mazingira yenyewe pia inakuwa napata madhara, mkulima mwenyewe pia anakuwa anapata madhara juu ya vile viuatilifu ambavyo atakavyotumia vitakavyokuwa sio sahihi. Kwa wakulima kama mkulima si tunasema mkulima kama mkulima zote anakuwa mkaidi. Ingawa hatutakiwi kutumia lugha hiyo ila ni jumla ya changamoto. Kwa sababu gani? Tofauti ya mkulima na mfugaji. Mfugaji anapokuwa na tatizo la mnyama wake au wanyama wake, moja kwa moja anamtafuta daktari, si ndivyo? Lakini mkulima kama mkulima anamsubiri mpaka ule bwana shamba aende pale yeye mwenyewe shambani, wakati bwana shamba ana watu wengi wa kuwahudumia.